ambazo zimekuwa ikikumba taifa hili kwa kipindi kama cha wiki mbili hivi. Mvua kubwa inayoendelea kunyesha imezua hofu kubwa miongoni mwa wananchi hasa wanaoishi katika maeneo yanayokumbwa na mafuriko na hata maporomoko ya ardhi. Watu watatu familia moja wamefariki kufuatia mporomoko wa ardhi katika kaunti ya Machakos. Wakati huo, Naibu wa Rais William Ruto amezuru kaunti ya Machakos na kuahidi kwamba serikali imetenga shilingi bilioni 1.6 kwa ajili ya kukabiliana na athari za mafuriko nchini. Mary Kilobi na taarifa hiyo kwa kina. Tangu mvua kubwa kuanza kunyesha, Kenya imeshuhudia visa vingi vya vifo katika maeneo mbalimbali nchini. Wengi wakisombwa na mafuriko ilhali wengine wakifa kufuatia mporomoko wa udongo. Wengi wa wananchi wamepoteza makao yao kwa nyumba zao kusombwa na maji, nyumba zingine zikibomoka na hivyo basi kuwalazimisha kuhama. Waathiriwa wamepata hasara ya mamilioni ya hela katika uharibifu wa mali ikiwemo mifugo. Mvua kubwa iliyonyesha hapo jana ilisababisha majonzi katika kijiji cha Kisiki, Mavoloni, wilaya ya Yatta, ambapo watu watatu wa familia moja walipoteza maisha yao kwa kufunikwa na nyumba yao. Mama, mwanawe na mjukuu walifikiria kuwa mvua iliyoanza kunyesha ilikuwa ya kawaida, lakini ndiyo ilikuwa chanzo cha mauti yao. Kufuatia hali hii, Naibu wa Rais William Ruto amesema kuwa serikali imetenga shilingi bilioni 1.6, pesa zitakazohudumia madhara ambayo yamesababishwa na mvua kubwa ambayo inanyesha kote nchini. Naibu wa Rais ameyasema hayo hii leo alipozuru kaunti ya Machakos, alipohudhuria ibada ya Jumapili katika kanisa Katoliki la Matuu wilayani Yatta. Aidha, Ruto aliwahakikishia Wakenya walioathirika kuwa hali yao itaimarishwa. Na tumetoa vifaa ya kutosha. Mafuriko kama haya yako hapa Ukambani, kuna mafuriko kule Tana River, Taita Taveta, Nyando, Muhoroni, Nyatike, na hiyo sehemu yote serikali imeweka mipango ya kutosha kuhakikisha kwamba kila mwananchi ambaye adhirika na mambo hii ya mafuriko atashughulikiwa sawa sawa na serikali. Naibu wa Rais alisema kuwa serikali ya Jubilee iko tayari kuwahudumia Wakenya bila ubaguzi, na akatoa wito kwa Wakenya kuweka kando tofauti za kisiasa na kuendeleza amani na umoja. Watabiri wa hali ya hewa wameonya kuwa mvua kubwa itaendelea kunyesha kwa majuma matatu yajayo, na shirika la Msalaba Mwekundu limechukua jukumu la kuhamasisha wananchi walioathirika na mafuriko kuhusu kujiepusha na magonjwa ambayo yanatokana na mafuriko kwa kuhamia maeneo salama. Mary Kilobi, KTN leo Jumapili.